Sawa, so somo la leo hii ni part 6. Litahusu zaidi sehemu ya ripoti, kwa sababu tumeshajifunza formula nyingi ambazo kimsingi zinafanya kazi maeneo mengi kama ya summary. Tumeona ukifanya vizuri, so tunaenda leo kuangalia kwa kifupi kabisa kuhusu sehemu ya ripoti, ambapo kimsingi formula ni zile zile. So nilikuwa najaribu kuangalia hapa namna ya kudesign. Bad enough nilikuwa na record, kumbe sijaweka mic on, so nimesha design like this. Kwa nitarudia kukueleza tu kidogo. So utafanya cha kwanza, ukifika sehemu hiyo utafungua sheet nyingine imeandikwa report, na utakuja sehemu ya view, ambapo utakwenda kuchagua page layout hapa, ambapo sasa itakuonekanikia sehemu ambapo ni page moja, kama page moja. Kwa hiyo itakaa vizuri, hutakuwa unazidisha margin na nini, kitu kama hicho. Kwa baada ya hapo ni vizuri kama utaacha mistari 3 mpaka 4 kwa upande wa juu kwa ajili ya headers ambazo like president office, regional administration and local government, labda Pangani district council, labda Pangani Harisi secondary school, utasema labda annual report. So kutakuwa kuna headers pale kama 3 ama 4, unaacha nafasi kama hivyo kwa sababu tuna design for the final touch. Na baada ya hapo unakuja kuandika hapa student name, na sehemu inayofuata hii utaifanyia merging hapa. Yes, utakuja hapo uta merge, na ukisha merge sasa unakuja unagusa eneo hilo, alafu unakwenda kwenye data, unakwenda kwenye data validation. Kija kwenye data validation hapa unakuja unagusa sehemu hiyo, na unakuja kuona mimi nimeselect kuanzia hapa mpaka hapa data validation yangu. So iko vizuri. Na baada ya hapo kwa nitakuwa na uwezo wa kubadilisha mwanafunzi, kwa sababu wanafunzi wote watakuwa wana uwezo wa kutokea hapa like that, kwa design hii simple. So baada ya hapo unakuja kutengeneza sasa sehemu ya stream. Unaandika tu stream hapa mbele, unaweka formula. Formula zetu ni zile zile, index and margin ndio formula inayotumika kwa 80% katika mifumo. Kwa hiyo utaandika index, na hii formula yangu mimi nime reference sehemu ya data entry huku, kwa sababu tayari nikishasema index na kuja kuangalia array yangu. Array yangu ni hii yote, alafu nakuja kumatch na matching value yangu ambayo unaiona hapa, sababu ya kwenye upande wa reference au array ni kweli liko kuonesha, lakini matching array ni hili jina kama unavyoona hapa, kuna highlighting ya blue kwa pembeni. Kwa hii ndio value, lookup value ambayo ndio matching value. Umeona Alafu baada ya hapo ndo unaenda sasa majina ya wanafunzi yanapatikana kwenye column gani. Ndio wakasema hapa lookup array. Ni sawa na kusema column array, ambapo kimsingi nikija ni eneo hili hapa ndo liko na majina yangu yote, eneo hili hapa. Kwa hiyo kisha select hapo, na sasa kutoka kwenye column ya kwanza hii hapa, column ya pili, column ya tatu, ndo tunapatana na streams. Kwa hiyo unakuja kukuta kwenye formula yako sehemu hiyo nimeandika hapa mwisho, baada ya kumatch nikaweka exactly match 0, nikaweka hapa comma 3 kwenye hii formula. Kwa hiyo itakuwa na uwezo mzuri wa kumtafuta stream yake huyo mtoto automatic kabisa. Na hata tukimbadilisha huyo mtoto sehemu ya stream, let's say tunaenda tunamedit, tuedit ya stream yake iwe ni stream B ya capital letter stream B, tukisave utakuja kuona kwenye report ya automatic na yenyewe imebadilika ni stream B. So therefore sasa tunakuja kuweka sehemu ya analysis. Hii ni part 1, nimeita kama part 1. Sehemu hiyo ambapo kuna analysis tumeandika hapa student report, na hapa labda tutasema score analysis ya kutoka kama whatever utakavyoita, lakini layout yako iwe design kama hii hapa. Sehemu hii hapa patakuwa na somo, hapa patakuwa na grade, patakuwa na score, patakuwa na comment, ambapo kimsingi zitatokea pale. Sasa masomo yangu haya, ili niweze kuyapaste sawa sawa, mimi nina copy sehemu hii ya masomo, kwa sababu masomo yangu yameenda upande wa kulia, na copy yote kama kawaida. Halafu nakuja sehemu hii ya report hapa, nagusa na nakuja kupaste, na kuja kutranspose katika pasting yangu na transpose. Kwa hiyo nikitranspose, kama unavyoona mshale wa kwenda kulia utaenda chini,
kwa maana hiyo kwamba data zangu zilizokuwa zimekopiwa kwa upande wa kwenda kulia zitarudi kwa kwenda chini. Kwa nita paste hapa ili tu nisipishanishe majina ya masomo kwa namna nilivyoandika kule. Na baada ya hapo nitakuja kutafuta marks ya civics kwa huyu mwanafunzi wangu hapa, na nitatumia formula ile index. Nitakwenda sehemu yenye score, bila shaka mimi nimetumia MPJ calculator, nita highlight sehemu hii yote hii kama array yangu, kama reference. Halafu ukiangalia nimekuja nina match huyu, jina la huyu lookup value ni jina la mwanafunzi. Halafu hilo jina la mwanafunzi linapatikana wapi? Linapatikana kwenye hiyo MPJ calculator sehemu hii hapo, kwa nime highlight ili eneo lote. Na baada ya hapo naangalia column ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Column ya 4 kuna civics. Ukienda ukiangalia nimeweka 0 and then nimeweka 5 kwa sababu niko kwenye history. Kwenye civics ni hapa, ni column ya 4 hii hapa. Kwa hapa moja kwa moja itakutafutia score ya mwanafunzi. Kwa hiyo ukija sehemu ya chini ya history, yenye history imesogea kwenye column nyingine ya 5. Ukienda pale chini unaweza kuona column ya 6, ya 7. Tunaangalia hizi namba huko mwisho, ndio tunatafuta masomo kwa namna hiyo. The same applies kwa upande wa grade. Nimekuja pia kwenye MPJ na nikachukua kuanzia hapa, sababu issue tuna look up jina, kwa lazima tuanzie na jina kule, tunakuja mpaka sehemu ya mwisho. Na nikasema sehemu hii ya civics ni sehemu ya 14. Unaweza kuona namba hapa chini 14C, kwa hiyo ndio column ya 14. Kwa hiyo nitaanzia na column ya 14 design kama hiyo hapo nimeselect hapo. Ukija ukiangalia kwenye grade iko design hiyo hapo, na nimeanza na column ya 14. Formula ni ile ambayo tumejifunza siku zote. Index tumejifunza, match formula zikiwa pamoja zinafanya kazi vizuri kuliko VLOOKUP. Lakini nimekuja sehemu hii nikatumia VLOOKUP. Nimetumia if error kuondoa error yoyote kama kuna errors. Kwa mfano nikibadilisha mwanafunzi hapa, huyu wa pili kuna baadhi ya masomo hakufanya, kwa hiyo ilikuwa inaleta error. Kwa hiyo baada ya kuweka error nimeweka dash. Kwa hiyo nimetumia condition. Lakini formula inaitwa VLOOKUP, ambapo VLOOKUP wenyewe unaangalia lookup value moja kwa moja ni B ili uweze kuleta comment B, kwa maana kwamba grade ya low score kwenye somo hilo la civics. Halafu unakuja kwenye control sheet yako. Kwenye control sheet una highlight ile eneo lote, halafu unasema ni column ya ngapi uweze kulilete. Control sheet yetu hii hapa na sehemu ya comments hii hapa. Kwa hiyo niko kwenye katika sehemu yangu ambayo nime highlight, nimeweka column ya kwanza, column ya pili ndio kuna comment. Kwa automatic kabisa itakwenda kuangalia column ya pili ikilinganisha na lookup value yangu ambayo iko hapa. Umeona? Kwa tayari itaniletea majibu moja kwa moja very automatic kabisa. Na nimemaliza hapo. Sasa cha kufanya wewe utafanya vizuri zaidi na utadesign zaidi ya hapo. Utanipa design yako, tutaona. Nataka uje sehemu ya pili ya kwanza point, yani part 1.1. Yani ni kama tuko kwenye kipengele cha kwanza kini sehemu A. Kwa ni analysis summary. Unaweza kuweka hata kipengele cha pili, cha tatu, ndio unavyotaka vyovyote vile. Ila nataka ikae katika namna ya statement moja kama paragraph kwenye analysis. Ionekane mwanafunzi amekuwa tafuta hapa position ya huyo mwanafunzi kwa kutumia index na VLOOKUP. Kati ya wanafunzi wangapi, tafuta idadi ya wanafunzi waliofanya mtihani, sio wote waliofanya mtihani. Kwa hiyo utaangalia if blank is count, au unaweza ukasema count blanks halafu toa na total. Utaangalia mwenyewe ni maeneo gani utafanya. So baadaye ufaulu huo umetokana na jumla ya marks. Kwa hapa nataka nione ana jumla ya marks ngapi, ambapo kimsingi unaweza hata ukatumia hapa kujumlisha marks zake. Ni sum tu ya hapa, utasum hapa, utaona moja kwa moja jumla marks zitatokea hapa kwa masomo yake. Kwa hiyo amepata division. Sasa jumla marks unaweza ukasema kwa marks zake amepata wastani wa, kwa maana kwamba umegawanya sasa idadi ya masomo hiyo aliyofanya. Na baada hapo kwa hiyo amepata division, utasema division kulingana na tulivyo calculate somo lililopita la 5 tuliweza kutafuta division
ya ngapi ya point ngapi. Kwa hiyo imtafute control au lookup value yako ni jina hili la mwanafunzi. Kwa kiasi kwamba hata tukisema tunabadilisha hapa, kila kitu kinabadilika kama hivi. So baada ya hapo uje hapa sehemu ya viwango vya ufaulu, ambapo hapa utaweka labda point ngapi, division ya kwanza inakuwa inaanza point ngapi mpaka point ngapi, A inaanzia ngapi, mpaka kwenye hili jedwali ili tuweze kuona. Na wengine wanapenda kuweka pia tabia hapa ziweze kuonekana kwamba tabia zinapimwa katika grade gani. Lakini kuna kuja sehemu ya maagizo, ambapo sasa hapa mwalimu wa darasa atahusika. Hii nimekuandikia tu paonekane tabia. Utatengeneza sheet, tengeneza sheet nyingine inayo control yenye majina ya wanafunzi wote, na itakuwa inaandikwa tabia kwa vipengele unavyovijua, lakini pia iweze kuvuta tabia kulingana na ulivyompa kwenye sheet ya tabia, ilete hapa. Lakini pia jina la mwalimu wa darasa tengeneza kwenye control sheet hapa, jina la mwalimu wa darasa na comment kwa ufaulu, jina la mkuu wa shule na comment kwa ufaulu. Na utanitengenezea paragraph iliyokaa kama hivi, na sio tu ikae design kama ino. Nataka paragraph nzuri ambayo inasomeka kama barua. Na maagizo ya mkuu wa shule hapa nimesema tu maagizo. Hapa ni maagizo naweza tukasema end, kwa sababu nimeanza kwa formula end. Maagizo ya mwalimu wa darasa, maagizo ya mwalimu wa darasa ya kaidi za kama hiyo. Yes, naona imekaa vizuri. So hapa itakuwa ni maagizo ya mkuu wa shule. Hapa anaweza kuwa ni maagizo ya mkuu wa shule and maagizo ya mkuu wa shule ama mwalimu mkuu kama shule ya msingi. Inakuwa imekaa vizuri. Kwa maagizo ya mkuu wa shule itatokea hapa jina lake. Sasa ile eneo la tabia hili, tabia tena hapa hatutazi analyze hapa kwa sehemu hiyo hapa tuta analyze tabia. Ndio tu hivyo. Nataka ile jina la mkuu wa shule, comment ya mkuu wa shule na sahihi ya mkuu wa shule. Unaweza ukatengeneza eneo pawe pamewekwa alama, yani muhuri ugongwe hapo. Utaweka hivi, halafu katikati kabisa pale unaweza ukaandika muhuri na ukaifaint kidogo ili isionekane sana. Ikawa design kama hiyo hapo. Muhuri utakuja utagongwa hapo vizuri kabisa. Na sehemu hii ni maagizo shule itafunguliwa lini, imefungwa lini, itafunguliwa lini, aje na nini hapo, rudi shule. Nataka hii sheet ikae vizuri design, and then nitumie kwa WhatsApp na bangu leo hiyo 0655424558 065504525558. Kwa tuma kazi yako hapo, utaweza kuevaluate tuweze kuona pia imekwendaje. Kitu kama hicho hapo. Thank you for following. Na nataka utengeneze ripoti ni kama challenge ya mwendelezo wa somo la 5. So kama umeanzia moja kwa moja hapa utaelewa, but the season 5 now, season 6 from season 5. Asante sana, tuendelee. Next time tutakuja kujifunza somo jingine linalohusu summary zaidi, lakini nataka kwanza uweze kuposti hiki ambacho nimekifanya hapa na ukifanyia vizuri zaidi. Thank you very much.